Samia Suluhu Hassan kwa maono yake na kumteua Mheshimiwa Deogratias John Louis Pancras Mtemi Ndejembi kuwa makamu wa rais mteule, ambaye baada ya kuthibitishwa na bunge hili na baada ya kuapishwa na jaji mkuu kwa mujibu wa katiba ashike madaraka ya makamu wa rais. Tunamshukuru sana kwa maono yake haya. Mheshimiwa Ndejembi namfahamu, nimefanya naye kazi kama mwanasheria mkuu katika miradi mikubwa mbalimbali ya taifa hili. Ni mtu mwenye uwezo mkubwa, mwenye weledi, nidhamu, utiifu. Lakini nikitaja watu ambao ninawafahamu wenye upendo na huruma, Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi ni miongoni mwa watu wenye upendo. Mheshimiwa Spika, kufuatia aliyekuwa makamu wa rais kuwasilisha taarifa ya kujiuzulu na baadaye kupoteza uwanachama wa chama cha siasa, zimeibuliwa hoja mbalimbali za kikatiba kuhusu wakati ambao kiti cha makamu wa rais kinakuwa wazi na utaratibu unaopaswa kutumika kujaza nafasi hiyo. Kama mwanasheria mkuu wa serikali, nina wajibu wa kutoa ufafanuzi wa kisheria. Kwa kuwa hoja hizo zinagusa katiba, ni vizuri tukaliweka jambo hili sawa, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na upotoshaji mkubwa. Hoja ya kwanza kwamba kiti cha makamu wa rais kiko wazi lini? Kufuatia barua ya aliyekuwa makamu wa rais aliyoiandika ikiweka tarehe rasmi, kwa maana effective date ni tarehe 4 Septemba, na Mheshimiwa Rais amekubali. Kwa hiyo kwa hali hiyo tarehe rasmi itakuwa tarehe 4 Septemba kwa mujibu wa ibara ya 149(2), kwa sababu ibara ya 149(2) inatambua kwamba mtu aliyetoa taarifa ya kujiuzulu, basi tarehe ya kujiuzulu itakuwa ni ile siku taarifa hiyo imepokelewa, au tarehe nyingine iliyotajwa kwenye barua hiyo, tarehe nyingine ya baadaye iliyotajwa kwenye barua hiyo. Kwa hiyo ndio scenario. Maana yake ni kwamba ataendelea kuwepo madarakani mpaka tarehe 4 Septemba 2026. Sasa tunakuja kusema kwamba kwa kuwa maisha yanaendelea, je, ni zuio yanapotokea mambo mengine ya kikatiba yanayomfanya apoteze sifa, kwamba tunaendelea kusubiri tarehe hiyo? Ndio ufafanuzi nataka kuutoa. Ibara ya 50 kifungu kidogo, ibara ndogo ya 4, ambayo wengi ndio wamejikita kule. Kwanza, cha msingi kuelewa, ni ibara inayoweka utaratibu wa namna ya kujaza nafasi hiyo. Sasa kwa kuwa
kwa kuwa ibara hiyo ya 50 kifungu kidogo cha 4, na nitakisoma kwa sababu lazima tuelewe, ikitokea kwamba kiti cha makamu wa rais ki wazi kutokana na masharti yaliyomo katika ibara ndogo ya 3. Ibara ndogo ya 3 imejikita katika bunge kumwondoa makamu wa rais. Ibara ndogo ya 3, kifo au kujiuzulu, basi mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile ndani ya siku zisizozidi 14 baada ya kushika madaraka yake, rais atamteua mtu atakayekuwa makamu wa rais, na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi. Kwa hiyo wengi walijielekeza kwenye ibara hii kwa kuwa suala la kuvuliwa wanachama halijatajwa hapa, basi kiti hakiko wazi. Sisi wanasheria kuna kitu kinaitwa Principles of Statutory and Constitutional Interpretation, yaani ile misingi ya kutafsiri sheria. Moja ya msingi pamoja na misingi mingine ni msingi unaitwa the Doctrine of Harmonious Construction, kwamba unapokuwa unatafsiri vifungu vya katiba na ukakutana na kifungu kinakutatiza ukiviangalia vingine, basi unatakiwa ufanye harmonious interpretation. Sasa kwa sababu issue ni makamu wa rais, unataka kumjua huyo makamu wa rais ni nani na ana sifa gani. Kwa hiyo unaachana na ibara hii, unabidi uende ukamfahamu sifa za makamu wa rais ni nani. Maana hizo ndio sifa za makamu wa rais. Inasema ibara ya 47 ibara ndogo ya 4, mtu hatateuliwa kugombea au kushika. Mara nilimsikia mpotoshaji mmoja anasema ibara hiyo inahusu wakati wa kugombea tu. Inasema kugombea au kushika. Aliyekuwa makamu wa rais aligombea. Mheshimiwa Deogratias Pancras Jembebe yeye anakuja kushika. Kwa hivyo basi mtu hatateuliwa kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano isipokuwa tu, namba 1, raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia. Kwani hiki kipo kule? Si tumetaja tu ibara ya 3, kifo au kujiuzulu. Kwa hiyo kwa sababu hakijaandikwa kule, akichukua uraia wa kigeni tunakuwa na makamu wa rais wa kutoka nje. Haiwezekani. Tunatafsiri vipi vifungu na sheria? Hiyo akishachukua uraia wa kigeni sio raia wa Tanzania, tayari hiyo sifa amepoteza. Lakini pili, ametimiza umri wa miaka 40. 3, ni mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. 4, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi. Na 5, katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Kwa hiyo niseme tu kwamba upo uwezekano katika kipindi hicho kuelekea tarehe 4 yakatokea mengine ambayo yakasababisha kiti hicho kuwa wazi kabla ya tarehe hiyo. Lakini kiti kinakuwa wazi kwenye mazingira gani? Hiyo ni muhimu sana tukaielewa. Kinakuwa wazi katika mazingira gani? Kwanza, muda wake utakapokwisha.
muda wa makamu wa rais ukiisha, kiti kiko wazi. 2, akifariki dunia akiwa katika madaraka, likitokea hilo, kiti kiko wazi, itakuwa wazi tu. Atakapoapishwa kuwa rais, baada ya kiti cha rais kuwa wazi, na hili limetokea. Kwani hili limeandikwa kule? Si wamesema kifo, kujiuzuru na masharti ya ibara ya kuondolewa. Kwa hiyo likitokea hili, maana hili limetokea kwamba aliyekuwa makamu wa rais baada ya kifo cha mheshimiwa rais ameapishwa, hicho kiti kimeshakuwa wazi. Atakapotiwa hatiani kwa kosa la jinai linaloonyesha utovu wake wa uaminifu, atakapoapishwa rais mwingine kushika nafasi ya rais pamoja na makamu wake, atakapoondolewa madarakani baada ya kushtakiwa bungeni kwa mujibu wa masharti ya ibara ndogo ya 3 ya ibara hii. Sasa hii ya mwisho mnisikilize vizuri. Atakapoacha kushika kiti cha makamu wa rais, vinginevyo kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Mbona hutaki kuwa unaandika katiba unajaza vitu, unaweka moja inachukua mengine yote? Kwani si unaweza ukatokea ugonjwa aidha kimwili au kiakili? Hawezi tena, kwa sababu huku masharti ya katiba makamu wa rais ndio atakayemsaidia mheshimiwa rais kutekeleza majukumu yake. Sasa hawezi, anaumwa. Ndio hii H. Lakini H ndio inaenda kuyabeba yale yote, zile sifa zote, kwamba amesita kuwa raia wa Tanzania, labda ameondolewa wanachama na kadhalika. Kwa hiyo hii H, atakapoacha kushika kiti cha makamu wa rais, vinginevyo kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, ikitokea hilo, hicho kiti kiwazi. Sasa kiwazi lini? Siku ya tarehe 26 mwezi huu wa 8 2026, taarifa imekuja kwamba aliyekuwa makamu wa rais amevuliwa wanachama. Kwa hiyo akivuliwa wanachama, hivi makamu wa rais ni nani? Nimewatafsiria. Hiyo sifa mojawapo hapo imeondolewa. Kwa mujibu wa nilivyokuwa namsikiliza yule wakili mmoja, yeye alisema kwamba sifa hizi ni kwa ajili tu ya kugombea. Kwa hiyo huyu anayekuja kushika azimuhusu. Yaani kwa tafsiri yake yeye anataka kusema kwamba mheshimiwa rais wakati anateua mtu wa kuja kushika asizingatie hizi, kwa sababu hizi ndio sifa, hakuna ibara nyingine iliyoweka sifa. Kwa hiyo asipozingatia hizi, maana yake nini? Maana yake ni kwamba tutakuja kuwa na makamu wa rais ana miaka 25 below 40, au tunakuja kuwa na rais kutoka nje ya nchi, Mkanada, ana uraia wa Canada. Hivi tunatafsiri vipi? Mimi nimeshangaa sana wale mawakili wanatafsiri vipi mfumo. Yaani nchi hii iwe na makamu wa rais kutoka Sweden. Ndio maana tunasema ibara ya 54 na hii ya 47 lazima ziwe harmoniously construed and interpreted. Vinginevyo unaweza ukapata shida. Lakini niseme kitu kimoja cha msingi, maana hii ibara si wanasema kwa sababu haijataja kuvuliwa wanachama. Kwa hiyo kwa maana hiyo hii ibara ya 54 bunge ambalo linataka kufanya hii kazi leo inatoa tafsiri tofauti. Je, tumeshawahi kuitumia ibara hii kwa jambo au mazingira yoyote ambayo hayajatajwa? Maana tumesema kifo, kujiuzuru na yale masharti ya ibara ya 3 ambayo ni bunge linapokuwa kumuondoa. Je, tumeshawahi? Tumeona kule kwamba moja ya masharti ambayo yatasababisha kiti cha rais kuwa wazi ni atakapoapishwa kuwa rais baada ya kiti cha rais kuwa wazi.
Kwa hiyo ibara ile haijataja, imesema tu masharti ya ibara ya 3 ambayo bunge kumuondoa au kifo au kujiuzuru. Sasa huyu Mheshimiwa Rais huyu makamu ameapishwa, amekuwa rais. Kwa hiyo kwa kuwa hajatajwa hapa, hicho kiti hakijawa wazi. Ndio tafsiri wanaojaribu kuiweka. Haiwezekani. What kind of statutory interpretation is this? Kwa hiyo siku ya Jumanne tarehe 30 Machi mwaka 2021, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alileta jina la Mheshimiwa Philip Isdori Mpango ndani ya bunge hili kwa mujibu wa ibara hii wanayoijadili, na haijaandikwa hapa. Kama nilivyosema, ibara hii inaweka taratibu, yani bunge litamthibitishaje? Kwa hiyo alithibitishwa tarehe 30 Machi siku ya Jumanne mwaka 2021, na kesho yake siku ya tarehe 31 jaji mkuu wa nchi hii alimwapisha. Na ndio maana sisi tumeona kwamba somo hili la statutory interpretation ambalo tunalisoma kule kwenye legal method tulitoe kule tulisome mwaka mzima. Kwa sababu ya changamoto hii, naona tunahitaji kulipa muda zaidi ili tutafsiri vifungu vizuri, tupate muda zaidi, kwa sababu hii inapelekea hiyo hali kwamba unatafsiri kifungu na kupelekea kwenye absurdity. Kwa sababu kama unatafsiri kifungu kwenye mazingira hayo, tunaweza kuwa na mazingira hayo mengine. Hatutakiwi tu create kiroja wakati unatafsiri, ila utafsiri ulete logic na mantiki. Kwa Mheshimiwa Spika, msingi wa kuwepo kwa hatua ya kuthibitishwa na bunge hili kwa mujibu wa ibara ya 47(2) na ibara ya 48(1), katika mazingira ya kawaida makamu wa rais anachaguliwa pamoja na rais katika uchaguzi mkuu na anaingia madarakani pamoja na rais, hakuna shida. Katika mazingira hayo tayari anakuwa amepata ridhaa ya wananchi kupitia uchaguzi kule. Lakini nafasi inapokuwa wazi katika kipindi mtu anayeteuliwa hajachaguliwa moja kwa moja na wananchi, ndio maana katiba imeweka uthibitisho wa bunge hili kwa wawakilishi wa wananchi wote, ili ridhaa hiyo itolewe na bunge kwa niaba yao. Kwa kifupi ni kwamba taarifa ya kujiuzulu ingeweza kusababisha nafasi ya makamu wa rais kuwa wazi kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Lakini kabla ya tarehe hiyo kufika, limetokea suala la kupoteza uwanachama na limesababisha kupoteza sifa ya kushika kiti kwa mujibu wa ibara ya 47(4)(c) ya katiba, lakini ikisomwa pamoja na ibara ya 52(h) ile ambayo inayosema litakapotokea jambo lingine lolote kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba niliarifu bunge lako tukufu, hakuna changamoto yoyote ya kikatiba. Na kama serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba tunazingatia katiba katika maamuzi mbalimbali ambayo tunayoyafanya. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, ninaunga hoja iliyowasilishwa na Waziri Mkuu kwamba tumthibitishe wote kwa pamoja Mheshimiwa Deogratias John Louis Pancras Mtemi Ndejembi, ili baadaye hatua zinazoendelea aweze kuja kuwa makamu wa rais. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naunga mkono hoja.